إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، ndugu zangu katika iman, يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah tabaraka wa taala anatukumbusha kwamba naiyogopeni sana siku ambayo mtakayorejeshwa kwake yeye Allah tabaraka wa taala, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa. Ayuha nnas, ndugu zangu katika iman, rasilimali kubwa ya Muislamu ni matendo yake. Lazima tuishi katika dunia hii kwa kutambua kwamba ili sisi tuondoke katika dunia hii hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala anaturidhia, lazima tuyatengeneze matendo yetu, lazima tuharakie mambo ya kheri. fastabiqul khairat, Allah tabaraka wa taala anasema harakieni katika mambo ya kheri. Hii ni sharaf kwa sisi ummati Muhammad, pale Allah tabaraka wa taala alipojalia kutuwekea misimu mbalimbali yenye kheri kubwa na yenye baraka kubwa. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawaelewi ni ipi misimu ambayo wewe Muislamu unatakikana uzidishe katika khairat, unatakikana ujipinde zaidi katika khairat kama walivyokuwa salaf as-salih. Kwa nini watu hawaelewi misimu ya khairi? Ni wale talabatul ilm pekee ndio wanaweza wakaelewa ni misimu gani ambayo Muislamu anatakikana azidishe katika khairi mbalimbali. Lakini wale ambao, ndugu zangu katika imani, wasiojishughulisha na ilmu, wanaona siku zote ni sawa tu, labda ukiondoa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu ni mwezi mashuhuri zaidi katika ulimwengu. Tupo katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ambao ni mwezi Dhul-Qa'da min ashhuril hurum, ni miongoni mwa miezi mitukufu ambayo ndani yake fa innal a'mala tudha'af, matendo ya waja wema yanazidishwa ziada na ziada. Lakini kadhalik hata ukafanya madhambi katika miezi kama hii, pia madhambi yake ni makubwa zaidi.
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah anatahadharisha kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi kama hii. Ndani yake madhambi yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo ni juu ya Waislamu kukumbuka misimu kama hii. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu Dhulqaada, tulikuwa katika miezi miwili iliyopita, tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha baadaye tukaingia katika Shawwal ambayo ni ashhurul hajj, mwezi Shawwal, kisha Dhulqaada, kisha Dhulhijja, ambao zile siku 10 zinazokuja baada ya mwezi huu ndiyo afdalu ayami dunia, masiku yaliyo bora zaidi katika dunia. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Anawasifia wale ambao wanaoharakia, wanaokimbilia mambo ya kheri katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Watu hao ndio waliowatangulia wenzao katika kheri, hawawi sawa hata siku moja. Wale ambao wanaelewa misimu ya khair wakajipinda katika taa, katika sadaqat, katika siyam, katika birrul ma'ruf wan nahy 'anil munkar, ihsanu ila alwalidain na mambo mengineyo ya khairati, ambayo sisi Waislamu tuna bahati kubwa, kwa sababu kila jambo Nabii alayhi salatu wassalam ametubainishia katika khairat na akatutahadharisha katika shar. Ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, hakuacha khairi yoyote Nabii alayhi salatu wassalam isipokuwa ameuelekeza umma katika kuiendea yule khairi. Na wala hakuna khairi yoyote ambayo ukaijua wewe au akaijua shekhe wako wa bid'a asielewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, Mtume hakuacha khairi yoyote isipokuwa ameuelekeza umma. Na ndio maana anasema sallu kama raaitumuni usalli litaakhudha anni manasikakum, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, lakini kadhalik mkitaka kuchukua ibada ya hija na umra, basi chukueni kutoka kwangu. Ayuha nas, misimu hii wapo ndugu zetu katika iman Allah tabaraka wa taala aliyowapa fadhila, wanajiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Hii ni khairi kubwa ndugu zangu katika iman, ni fursa adhim ambayo kila Muislamu mwenye nafasi, mwenye uwezo anatakikana atumie fursa hii kwa ajili ya kutekeleza nguzo za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiyo mwalimu na yeye ndiyo ametufundisha, akasema litaakhudha anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Kwa hiyo wale ndugu zetu ambao Allah amewapa fadhila wajiandae katika muda huu ambao kabla hawajaenda kuisoma hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam angalau kwa mukhtasar. Wapo ndugu zetu ambao wanaosimamia mambo haya na matokeo yake wanaenda kuelekeza watu katika mambo ya uzushi, katika mambo ya bid'a. Mtu unaenda kusoma maulidi kule Mina. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amehiji na akaifundisha hija na akasema chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Vipi mtu unaenda kufanya bid'a katika mji ambao aliozaliwa mtume wetu Muhammad, katika ibada ambayo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha? Kwa hiyo Waislamu wasikubali kuburuzwa katika dini yao, Waislamu wasikubali kushikiwa dini yao. Ndiyo maana wasome sunna, wasome Uislamu sahihi aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni misimu ya khairi, ni misimu ya baraka, ni bahati kubwa na fursa kubwa kwa ndugu zetu ambao wametoa mali zao kwa kujiandaa kutekeleza nguzo hii kubwa kabisa miongoni mwa nguzo za Kiislamu,
Kwa hiyo watengeneze ibada zao kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, Nabii alayhi salatu wassalam anasema katika iliyothibiti katika Sahih al-Jami', khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nas man tala umruhu wa saa amaluhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha kusema khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha kusema khairun nasi, mbora wa watu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa mema. Lakini wa sharrun nas, mtu mwenye shari zaidi, man tala umruhu wa saa amaluhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka lakini bil asaf matendo yake yakawa mabaya. Kwa hiyo ziyadata fil umri lilmuhsin alamatu khairin, kuzidi kwa umri kwa mtu mwema, mtu wa kheri, mpaka nywele zake zinatoka mvi, zinabadilika, yupo katika kheri, yupo katika sunna, basi wallahi ni alamatu khairin, ni alama ya kheri kubwa. Lakini ziyadata umri lilmusii alamata sharri, kuzidi kwa umri, mtu anatoka mvi, amekuwa mkubwa, lakini bado yupo katika shari, basi ni alama ya shari kubwa. Ndugu zangu katika imani, lazima tuelewe umri wetu ni mfupi, tujipinde katika khairat, tuelewe kwamba dini hii ni dini ambayo aliyoiridhia Allah tabaraka wa taala, na watu wasitumie fursa kuichezea dini yao. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. أيها الناس، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. Allama Ibn Uthaymeen asema iliyo wajib kwa Muislamu mwenye akili timamu ni kuumaliza wakati wake kuyafanya yale ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, na hakuna matendo yanayoridhiwa na Allah tabaraka wa taala bila kutumia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falwajibu ala al-insani al-aqil an yastaghilla waqtahu, yani iliyo wajibu kwa Muislamu mwenye akili timamu aumalize wakati wake kuyafanya yale ambayo anayoridhia Allah, hatta idha atahu al-yaqin, ay al-maut atahu wa huwa ala ahsani ma yakun, mpaka umauti ukimfika umfike yupo katika hali nzuri, yupo katika kheri, yupo katika sunna, yupo katika islamu sahaba, Uislamu aliotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutumia fursa katika masiku miezi hii mitukufu, kutumia fursa kama tulivyosema kwa wale ndugu zetu ambao Allah amewajalia watakwenda kutekeleza ibada ya hija, basi wajitahidi kufanya ibada hiyo kama vile alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kuna watu ambao hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala baada ya kumwamrisha Nabii Ibrahim na Ismail kujenga al-Kaaba Sharif, kisha akamwambia waadhinie watu waje kutoka katika sehemu mbalimbali, wengine wanatembea kwa miguu, wengine katika wanyama wao, tena yaatina min kulli fajjin amiq, watafika katika kutoka sehemu mbalimbali.
wanakwenda kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini bila asaf kuna watu ambao wasioielewa dini ya Allah tabaraka wa taala, wasioelewa nafasi ya al-Kaaba, Baitullahi al-Haram. Ndio unawakuta watu wanaleta paka sanaa katika al-Kaaba Sharif. Wapo wasanii ambao wanakwenda kule mamlaka, hususan katika ibada ya umra, kisha unakuta mtu ameing'ang'ania ile Kaaba na kusema maneno ambayo yasiyoeleweka. Subhanallah, Nabii alayhi salatu wassalam anatufu katika al-Kaaba, anaihutubia ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak ma atyabak wa ma atyaba rihak. Utukufu ulioje wewe Kaaba uliokuwa nayo. Ni nani aliyesema sunna ni kuiegemea au kuikumbatia al-Kaaba? Watu wengi ndugu zangu hawajui dini ya Allah tabaraka wa taala. Kaaba yote ile sehemu ambazo ni sunna kugusa ni mbili tu, Hajarul Aswad na Ruknul Yamani. Basi ndiyo alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena ukipata fursa, na kama hujapata fursa, wewe unaashiria tu tena kwa mkono wa kulia katika Hajarul Aswad, na ukikosa fursa katika Ruknul Yamani hata kuashiria hauashirii. Bali hayo ndiyo mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo mtume katika hijjatul wadaa akasema, litaakhudhu anni manasikakum, mkitaka ibada ya hija au ya umra basi chukueni kutoka kwangu. Watu wajiepushe na khurafati, na watu waambiwe kwamba usanii wauache huku, akienda kule anatakikana awe na adabu. watahir baiti lit-taifin wal-qa'imin wal-ruk'i sujud. Allah anasema kumwambia Nabii Ibrahim na aisafishe nyumba ya al-Kaaba kwa wale ambao wenye kuitufu, na wale ambao waliopo pale katika kufanya ibada, na wale ambao wenye kurukuu na kusujudu. يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تبارك وتعالى alipomwambia Nabii Ibrahim anyanyue ile misingi ya al-Kaaba pamoja na mwanae Ismail, kisha anasema Nabii Ibrahim anamuomba Allah, rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Kaaba ni kitu sharif, ndiyo qibla ya Waislamu. Haifai mtu kupeleka sanaa kule, haifai mtu kupeleka usanii, na wale ambao wanawasimamia watu kama hawa lazima wawaambie dini ya Allah haifai kuchezewa. Mtume anasema Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha maashi, akimwomba Allah amtengenezee dini yake. Mtume anaanza katika dini ni jambo kubwa. Dini halitaki sanaa, dini inataka mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.